Hello ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye DN Academy Highlights, sehemu ambapo tunakupatia updates za vitu mbalimbali kuhusiana na mambo ya ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Na leo actually we have a very interesting topic to discuss about, ambao event kama hizo waga zinatokea mara chache sana. Kwa leo utakuwa na mimi hapa Trace Magno, na utakuwa na mimi Charity Aaron. Yeah, and tutakuwa kwa ajili ya kuweza kudig deep kwenye hii scenario ambayo imetokea ya Matra. Matra ni moja kati ya project ambazo zimeleta taharuki kwenye soko la sarafu digitali. And by the way, nakumbuka mara nyingi huwa napenda kuongea kitu kimoja kwamba coin kulistiwa kwenye exchange fulani haigarantii performance ya hiyo coin husika, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vina provide assurance ya ufanisi wa kukua kwa coin fulani, especially tunapozungumzia kwenye swala zima la bei. And I think this has even proved even more. Of course, we have a list of so many coins ambazo huwa zinakuwa ziko zimeshapewa kwa wateja afu zinakuja zina crash, lakini ukiangalia the reason behind unakuta kuna factors zinafanana ni zile zile. Hype na nini na kadhalika. Sasa kuna project inaitwa Matra ama OM. Ni project ambayo you have awareness about the token, right? Yes. Yeah, so I want us to discuss about the crash kwa sababu ni token ambayo imeanza muda kidogo, around mwaka 2020, na imekuwa ikiperform somehow not bad. And kwa miaka of course toka 2020 na 2022 haikuperform vizuri sana. Lakini eventually recently ikawa imeperform sana, imefika mpaka all time high $9. $9, yeah. Sasa kuna changamoto imetokea. Imeporomoka mpaka $0.4. Yes, although haijashuka kwenye bei ambayo ilianzia, lakini huko kupanda na kushuka kumekuwa ni extreme. Na ilikuwa ni ndani ya muda mfupi sana. Yeah, of course it's within 24 hours. Nadhani zaidi ya $5 bilioni zimetoka. Sasa tukijaribu kujiuliza what really happened with this project. Kwanza kabisa kabla hatujaenda kuangalia nini ambacho kilitokea, tujikumbushe kwamba hii project white paper yake ilikuwa inazungumzia ilileta innovation ya aina gani. What was the innovation behind the project? Yani kwa ufupi, kwa unavyoangalia hii project ya Matra, tunasema ipo kwenye ile class ya real world assets. Kwamba ilikuwa ni project ambayo toka mwanzoni ilikuwa ina lengo la kufanya tokenization ya real world assets, ambacho ni kitu ambacho kina trend of course. Yeah, of course kina trend. Na ukiangalia mwaka 2021 22 watu waliamini, wale watu ambao wanaamini katika bull run, wanasemaga kategori fulani huaga inafanikiwa. Labda bull run iliyopita meme tokens zilifanya vizuri. Wakasema bull run hii basi tutakuwa na real world assets. Kama kuna safari iliyopita ile zile coins za mambo ya NFT na nini zilifanya vizuri. Yaani unakuta kila bull run wanadai na gaming, metaverse. Kwa miaka ya karibuni real world assets gain traction kubwa sana. Kubwa sana kwa sababu BlackRock wali invest strongly sana, kwa sababu bana, if we go into blockchain we are going to focus mainly kwenye real world assets, kwa sababu zinasaidia tokenization. Afu kiintegrate sasa blockchain pamoja na real world assets inakuwa ni kitu kizuri. Sasa kwa sababu of course ukiintegrate real world asset kwenye blockchain, maana yake unatoa fursa ya watu kuwa na access ya kuinvest kabisa kwenye vitu vya gharama kubwa, lakini with just a portion of fractional ownership ambayo inarahisisha sasa. Pia ina bring a borderless opportunities. Mtu umeona unataka kuinvest Dubai, you don't need to go to Dubai and buy the property. Unaweza kununua token ambayo ina represent ile nani. Lakini pia sio hicho tu, pia walikuwa narahisisha ile essence ya kwamba ukinunua portion ya asset fulani unakuwa hauna uhitaji wa kutaka kutafuta mteja wa kununua unapotaka kuuza. Unaenda tu kwenye liquidity, kwenye automatic market maker, una exchange tu. You have cash or you have the portion of ownership kwenye asset fulani in no time. Yani it's just a matter of just having a single click. Kwa hiyo maana yake hauhitaji tena kutafuta dalali. Of course ilikuwa inatoa third party of course. Yani blockchain ukiangalia most of the innovations ambazo zinajengwa kupitia blockchain kwa kiasi kikubwa zinatoa ile accessibility ya third party. Yani third party hata kama kiwepo anakuwa ni kufacilitate watu kuelewa, lakini sio kushiriki kwenye namna ya kufanya kitu kiende. That's good. So actually kama ulivyosema, of course hii project walikuwa wamefocus kwenye hivyo vitu. Yani walikuwa wanataka wadili na mambo ya tokenization na reward asset. Lakini hapo nikiangalia kwenye white paper yao walikuwa na kitu
inaitwa DID, mambo ya vitambulisho kwa ajili ya KYC ili kuweza kusaidia kwenye mambo ya anti money laundering. Okay. Kwa hiyo wanataka kutengeneza mfumo wa ID kwenye blockchain, lakini pia walitaka kuimplement compliance module ili kuweza kuendana sawa sawa na sheria za umiliki wa asset za nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo of course walikuwa pia na kitu kinaitwa interoperability system, kwamba kujaribu kutengeneza engagement ya taarifa kati ya wao na centralized institutions. Kwa hiyo walikuwa wametengeneza kitu fulani kama wanaenda ku digitalize ownership. Hiyo ndio ilikuwa ni goal yao kubwa. Yeah. Kwa hiyo the goal itself was not bad, to be honest. Na basically ukiangalia white paper yao kwa mara ya kwanza ilivyokuwa, I don't think kama kulikuwa kuna shida. Kulikuwa hakuna shida. So tumeshaona kabisa hii project ilikuwa imelenga kitu gani. Innovation behind the project was okay. Na hata ukiangalia tokenomics yao kwa mara ya kwanza ilikuwa nzuri, kwa sababu mwanzoni mwaka 2000 na ngapi wakati wanaanza wali introduce coin, yani ilikuwa na capping limit ya coin milioni 888. Lakini pia mpaka mwaka 2024 93% ya coin zote zilikuwa zimeshaingia sokoni. Zibakia 7% tu ambazo nadhani waliziacha kwa ajili ya mambo ya development cost and all that. Kwa hiyo ina maana coin zote wao waliziingiza kwenye mzunguko. Sasa changamoto kubwa ambayo ilikuja, ukiangalia hii coin imeanza kuperform vizuri mwaka gani? 2024. Na imeanza kuperform 2024 kwa sababu gani? Kipindi cha nyuma watu walikuwa hawatawaizingatia. Kwa sababu ilikuwa ni idea ambayo bado haija come into practical. Lakini 2000 na ngapi recently real world asset imekuwa on top of the town na watu wanaenda na trend. Kwa hiyo hawa jamaa wali secure deal namba 1 na partnership na Dama na MAG, kampuni ya huko Dubai ya mambo ya real estate. Wakawa wameingia contract ya kutokenize property 2 ambazo hazijakamilika, ni project ambazo ziko ongoing, ni makazi ya watu ambazo zilikuwa zina worth kama dola milioni 500. Although sasa kweli walitangaza, hata kampuni ya MAG walitangaza pia, walipublicize, lakini ilikuwa more of a hype kwa sababu walitangaza lile tangazo lakini hawaku clarify exactly tokeni zipi zitakuwa kwa ajili ya asset hii hapa na ukinunua vipi ina worth kiasi gani, yani ilikuwa haiko clear. Lakini announcement kweli ilitoka na ikaleta hype. Although kwa kipindi kile bado haikuleta hype kiasi hicho, lakini wakaja wakasecure deal nyingine mwezi wa kwanza na Damag, ni group nyingine ya mambo ya real estate kutoka Dubai, na wakaingia contract ya kutokenize assets zinazo worth dola bilioni 1. Hiyo sasa ilileta hype kubwa sana. Watu wakasema, "Hey, mbona kama vile this thing is getting serious." Na walisema wanafanya tokenization ya data center, mambo ya hospitali, properties za real estate. Kwa watu wakasema, "Wow, this is getting better." Kwa sababu kama data center maana yake kwenye mambo ya KYC, si ndio? Kwenye real estate maana yake kuna, yani waliona kuna property nyingi. Sasa ukiangalia deal ya kwanza walisign, property walizozisema zilikuwa hazijakamilika. Na hawakuclarify exactly ni tokeni zipi ambazo zina represent zile properties za MAG. Lakini at the same time wakaja wakasecure deal nyingine ambayo ni kampuni kubwa kabisa. Damag nadhani ni kampuni kubwa sana unaijua Dubai. You know, worth $1 billion. Watu wakaza, this is getting better. Wakaanza kufanyaje? Kununua token kwa nguvu. Na ukumbuke token zote zilikuwa zishaingia sokoni. Kwa walikuwa wanunua zilizopo sokoni zile kwa waliongeza liquidity bila coin mpya kufanyaje? Kuingia. Do you get the point? Na ukiangalia most of the coins ambazo zinunuliwa na watu wakubwa, wale investors wa mwanzo, zilikuwa ziko locked. Umeona? Kwa circulating coins zilikuwa so nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa easy kwa watu wanapokuwa wananunua zile coin kawa inafanyaje? Lakini sasa shida ambayo inakuja ni moja. Hizi deals ambazo waliziingia na MAG pamoja na Damag zilikuwa sio za kuongeza liquidity kwenye nini? Kwenye project. Ilikuwa ni kwamba wana tokenize lakini ile token inakuwa kama haina liquidity. Kwa sababu ile dola bilioni 1 na milioni 500 zile hazikuletwa kwenye project kwamba zi-initiate liquidity kwamba waanze kununua kutokea pale, hapana. Kwa sasa hiyo nayo inaleta sintofahamu kwamba hakukuwa na clarity ya kuweza kuonesha hii tokenization wanayoifanya is it into practical, kwamba kuna asset fulani ambayo iko katika platform ya Matra ambayo ukiinunua inakuwa inakufanya wewe uwe umeown a certain percent ya asset fulani either ya MAG ama ya Damag. Umeona sasa changamoto inayokuja. Kwa hiyo clarity zikaanza kufanyaje? Kutokuwepo. Na ubaya
tokea wameka zile announcement kulikuwa hakuna update yoyote iliyokuja baada ya pale kwamba tumefikia wapi, tunafanya kitu gani and all that. Although wao kuna muda walikuwa wanasema wana discussion wanaifanya kwamba kwa mfano kwenye project ya Damak wenyewe walisema kwamba atakayekuwa amenunua zile tokens afa akafanya staking atakuwa na uwezo wa kuena yielding performance ya 80% kwa mwaka ya ile investment aliyoifanya kwenye zile tokenized asset. Na walisema watakuwa nalipa kwa kutumia stablecoin ya Matra. Lakini sasa wakasema bado wako under discussion. Probably I think Damak pia nao walikuwa bado hawajapata ile clarity kwamba how are they going to pay, kwa sababu kumbuka imekuwa ni makubaliano ya kwamba tuna tokenize asset fulani lakini hakuna liquidity ambayo ina represent ile asset ambayo imekuja kwenye platform. Kwa ina maana watu wanakuwa wananunua coin. Sasa wananunua coin, the connection between the project itself and the liquidity available in the platform inaleta correlation ya namna gani? Is it possible ita function kweli kwamba watu wanunue tu coin ambayo liquidity yake haiko live ya kudhibitisha thamani ya asset hiyo kwamba ni kiasi fulani? Kwa hapo is the first step ambayo ilileta mhemko mkubwa. Halafu watu walipoanza kuidig down kwamba okay sawa tumetangaziwa hivi, okay tunanunua hizo coin hizi ziko wapi, zipi zinazo represent, na nikinunua na kwa na own kitu gani na kwa percent ipi. Na waliposema kwamba malipo yatakuwa yanafanyika kwa OM token stablecoin, alafu bado wana discuss na maana tayari ikawa imehalt the progress kwamba probably tunaweza tusipate taarifa nzuri. Kama ambavyo tu saizi Marekani ilivyo kwamba sheria za crypto hazijatoka rasmi, kwa hiyo watu bado wako and uncertainty kwamba zitakuwaje hizo sheria, zitatusupport, zitatukandamiza, zitakuwa nzuri au zitalimit vitu gani na zitaruhusu vitu gani. Unaona? Kwa hiyo kwa sehemu ya kwanza I think this was the point ambayo ilifanya Matra ikapata popularity kubwa. Alafu at the same time ikaanza ku rise doubts kwa watu wengi, kwa sababu kumbuka unapopata popularity kubwa ina maana unakaribisha wachambuzi na analyst wengi waje kuangalia the legality and the credibility of your project. Umeona? Sasa hivi kama hiyo ulikuwa umeshaichimbua kwenye hiyo point. Mimi naona mara nyingi huaga taarifa zikitoka, yaani taarifa zozote kuna kuaga na speculators. Sasa kuna watu wengi walinunua Matra wakihope kwamba hizi project zikija kukamilika hii token ita take off. Kwa wengi nadhani ndo walishikika pale. Kwa sababu ukiangalia hata ukiangalia coin market, percentage ya watu ambao wamehold ile coin ya Matra for more than a year ni ndogo sana. It's less than 50%. Kwa wengi wamekuja kununua mwishoni. Wamekuja kununua mwishoni baada ya kuona kwanza inapanda kwa sababu iko listed kwenye exchange kubwa kama Binance. Na wameona mbona kuna project moja 2 3. Although hakuna mwanga wa kwamba hizi projects zitatokaje, watu tayari washa speculate kwamba hii project ikifanikiwa wakiweka sijui nini Matra itapanda. Kwa hiyo they come they buy. Kwa nadhani hiyo ni moja ya sababu pia ambayo ilichangia huko kupanda. Lakini unajua kitu kingine ambacho pengine kinaleta shida ni kwamba ile decision ambao wao waliamua kuiweka kwamba hii coin iweze kuwa ni utility token ya platform ya Matra. Lakini at the same time I believe it was proper and reasonable kwa wao kuweza kuwa na different tokens ambazo zinawakilisha asset fulani ambayo imekuwa tokenized. Kwa sababu leo hii uwezo ukaniambia the same token inakuwa inasimama instead of tokenized asset fulani, asset fulani. Yaani kwamba uwezo kuzicombine hizo kwa pamoja, kwa sababu kama mimi nataka kuinvest kwenye kwenye project za Damak, stack za Mag, kwa unakuta at some point clarity na differentiate the distinction between the tokenized asset ambazo walikuwa wameingia nazo contract zilikuwa zina contradict na ubaya, kulikuwa hakuna public clarified and transparent information za kuweza kuona hii routine ya mikataba ambayo imewekwa inaenda kuoperate vipi na clarity yake iko vipi. Unaona? Kwa hiyo I think it was wise for them kuiacha hii OM token ibaki kama utility ambayo ingewasaidia watu kuacquire tokenized assets za Damak, za Mag, lakini wasifanye Mag iwe kama vile ndo kila kitu, which is at some point I think ilikuwa inaleta confusion. Sasa changamoto kubwa ambayo ilikuja ni moja. Jamaa baada kumbuka walipokuwa naijenga hii project ya Matra, waliijenga kama token kwenye ERC20 ya Ethereum. Hii hata hii nani Sasa changamoto nyingine ambayo inakuja ni kwamba hizi coin ambazo tunaziona za Matra
ilikuwa ni tayari tokenomics ambayo imeshajistabilize na watu waliiamini kabla hata hizi project ambazo wanazeta zilikuwa bado hazijaja. Waliona kwamba ni kitu ambacho kinaweza kikawa kina future nzuri. Sasa changamoto ambayo inakuja nyingine ni kwamba hawa jamaa waliamua kutangaza kwamba watakuja na blockchain yao, Matra chain. Na hii blockchain yao walisema watakuja na modification ya nini? Ya tokenomics. Release module ya coins and kadhalika. Sasa look at this ambapo shida ilianza. Wiki kadhaa baada ya kutangaza kuhusu deal la Damag. Wiki kadhaa zilizofuata hao washikaji waka introduce hiyo mainnet yao official launch ambayo ilikuja na mabadiliko mengi sana ambayo they were less informed. Namba moja, walibadilisha hii coin kuwa na maximum supply ya 1,888,888,888 mpaka bilioni 1 na milioni 800. Like triple, yani walidouble supply ya coin na wakaingiza kwenye circulation moja kwa moja, which means ina maana asset zilidouble. You get the point? Sasa kama asset zimedouble thamani nani availability yake, does the liquidity pia wamedouble? The answer was no. Kwa hiyo waliongeza supply kwenye circulation moja kwa moja instantly in a single tap, double ya zile amount ambazo zilikuwepo. Alafu at the same time wakawa wamebadilisha kutoka kuwa na capping limit ya maximum supply to infinity supply. Na wakawa wameintroduce inflation ya 3% annually. Kumbuka wamesha introduce macoin mara mbili yaliyokuwepo. Alafu wana introduce staking rewards ambazo zinakuwa ni 3%. Alafu hawaja disclose hiyo staking inakuwa inafanyika vipi. Kumbuka watu wengi wanapokuwa kwenye hizi project waga wanatamani kuona kama kuna kuwa na modification ya tokenomics, basi ni kupunguza coin sio kuongeza coin. Kwa sababu ukiongeza manake una extend demand ya liquidity, ile bei iweze kumaintain pale pale. Kwa sababu ukiangalia hata idadi ya liquidity ambayo waliongeza ilikuwa ni kidogo sana with respect to the number of the coins ambazo wali-introduce, unaona? Kwa ukiangalia pale unakuta ni kama asilimia, kama tuseme ulikuwa na coin 800,000 na mtaji wako ulikuwa milioni 1,600,000, maana yake unakuta coin moja inakuwa labda ni shilingi 2. Ghafla unaongeza coin zinakuwa milioni 1,600,000 na zenyewe, maana yake coin tayari ilikuwa dola ngapi? 1. Do you get the point? Yes. Ndio hiyo ni ndio maana nasema hizi crypto ni asset, kwa sababu equity ndio ina determine bei ya coin inakuwa ni kiasi gani. Alafu muda huo kukatokea kuna wallets ambazo zinahamisha hela kutoka kwenye wallets zao hizo OM tokens kwenda straight kwenye exchanges. Na ukiangalia zile wallets zilikuwa zinatoa last kama mwezi mmoja au mitatu iliyopita zimetoa hela zile coin Binance zikapeleka kwenye wallet, alafu kutoka pale zikatoa zikarudisha OKX. Kwa sababu kuna address kama 17 zilifanya transfer ya coin ambazo zina worth kama milioni 200 400, yani 4% ya supply yote ambazo zilipokuwa introduced tu ile siku zimeingizwa kwenye OKX ghafla 5% ile ile naniliu ikawa imeshuka kwa 5%. Kumbuka ni wiki chache tutoka wameintroduce hiyo chain na nini, lakini kuna address kibao zikawa zimekuwa reported zinahamisha zile OM tokens zinatuma kwenye nini, kwenye exchange. Sasa ukishatuma kwenye exchange market watu wanapata wasiwasi kwamba zinaweza zikauzwa. Kumbuka wakati huo watu wengi sana walikuwa walikuwa wame-anticipate kwamba hii OM token kutokana na zile deals ambazo wamezisecure kuna uwezekano mkubwa ikaperform zaidi ya pale ambapo ilipokuwa. Kwa wengi walikuwa wameweka long position kwenye exchanges wakiwa wamenunua. Sasa the thing is exchange nyingi waga zinafanya leverage tradings. Maana zinakuruhusu wewe na mtaji wako uweze kuazima mtaji extra kwao ili kuongeza margin ili uweze kuingia sokoni with a huge amount. Unaona? Lakini at the same time ilipelekea watu wale wakawa watu wale wakawa wamepata taarifa kwamba hii coin bwana saizi watu wanahamisha huge amount, wanazileta kwenye exchange wanauza. Kwa ina maana ile collateral value yake ikawa inafanyaje? Ina lose. Yeah. Na kumbuka exchange zote waga zina risk control engine ambayo ina protect ile pesa ambayo imewaazima nani? Traders ambao wame leverage. Kwa sababu ile wanakuazima hawako tayari kuirisk, kwa sababu wakiacha risk maana platform nayo itaingia loss. Unaona? Kwa hiyo ile taarifa ikafanya watu wakapata wasiwasi wakaanza kuuza. Kwa sababu mawali wanahamisha amount ya kutosha tu. Sasa ile hivyo kwa sababu watu wengi walikuwa kwenye long position
alafu collateral ilikuwa ina perform differently. Ikafanya zile protection engine za exchange zifanye automated closing au automated liquidation au cascading forced liquidation. Ina maana ikafunga zile order zote kwa kusell order zote ili wa protect amount ambao wamewazima leverage traders. You get the point? Yeah. Sasa ile kufunga zile order manake una pressure selling amount. Na kumbuka hizo misho zote zimetokea kipindi ambacho ni low liquidity trading time. Unaona? Na ukiangalia watu wengi bado walikuwa hawajapata imani ya hii formula mpya ambayo imeletwa. Kwa jinsi unapozidi kuidigest na kuielewa, mbona kama future inakuwa haiko uncertain. Unaona? Kwa hiyo watu wengi wakawa wanazidi kuuza na pressure inazidi kuongezeka, kwa hiyo ikapanikisha zaidi. Baada ile cascading event kutokea, bei ikaporomoka kwa 90%. Maana ile cascading ndio huwa inaharibu kila kitu yani. Umeona? Kwa hiyo baada ya kutokea ile issue, ina maana ikazidi kuongeza pressure na panic kwa watu wakawa wanauza kiasi kwamba mpaka fikia stage exchange nyingine zikawa zimestop ile pair kuwa exchange kwenye kama ilivyotokea tu kwenye Luna. Wakawa wamehail zile tradings za Matra kwenye exchange tofauti. Kwa hiyo ikawa imeleta sintofahamu zaidi, kwa sababu unajua changamoto iliyopo. Hata nilikuwa namsikiza yule CEO wao yule bwana anaitwa Mulin something like Mulin, alikuwa anasema kwamba wao timu nzima, yani anaongea sababu ambazo at some point ni kama zinazingua. Anasema kwamba timu ilikuwa imepumzika, wanakuja kushtulia baadaye mambo yashatokea, alafu akawa analaumu platform za centralized exchange kwa nini walikuwa wameliquidate, yani wame close zile orders. Sasa in fact exchanges wao walichokifanya is a normal logical for any financial platform ambayo ina offer trading service, kwamba ikifikia margin fulani, yani kama wao wanaona wanaenda kula loss, they have to close all the orders. Yani it does not matter, they have to protect what they own. Unapata kwa trader unapata email ya kwanza 80% nadhani ya margin, alafu they close it automatically. Yes. Kwa hiyo wao wakawa wanalaumu kwamba exchange ndio zimesababisha hii loss, lakini mimi naona kama ilikuwa haiko sawa. Na watu wengi walipokuwa wanafanya analysis ya zile movement ya address ambazo zilikuwa na coin nyingi, walikuwa wanaona kama kampuni ndo ile inside, it was an insider trading thing. Kwa sababu watu wengi wanahisi inawezekana Matra team walikuwa wametumia hii hype ya kutumia hizi makubaliano na makampuni makubwa yenye majina kwenye mambo ya real world assets kuweza kuhype biashara yao, alafu mwisho wa siku wao watoe mpunga. Kwa sababu ukiangalia muda ambao wameongeza supply ya coin mara 2, yani unajaribu ku reason why did they increase the tokens 2 times na waka offer staking rewards, na wakati tayari wana circulation ya coin milioni 888 na liquidity haijaongezeka. Walikuwa wana expect nini? Na walikuwa wametoa hivi vitu vyote in a very short notice. Coin zimeongezeka mara 2 within a second. Wanasema kwamba kutakuwa na staking reward, hawajazi disclose exactly zitakuwa zinatokaje, inflation ya 3%, infinity supply. Sasa hivyo vitu vyote ukiangalia kwenye tokenomics arrangement ni kama huwa vina bleach kabisa ile stability ya coin kwenye price. Kwa hivyo vyote vikawa vime contribute kama collective factors za kufanya watu waka develop ile positive sentiment ambayo walikuwa nayo kutokana na EMH walioipata kipindi kile cha deal ambayo inakuwa secured kati ya Matra pamoja na Damag. Kwa sababu Damag ndio ilishoot sana, achana na ile Mag ilikuwa kiasi, lakini Damag ndio ilifanya ikashoot kwa sababu it was $1 billion contract. Sasa hile ilifanya watu wakawa na positive sentiment towards the asset, lakini later on wakati wameanza kudig down na kuspeculate kuweza kuona mabadiliko walioyafanya with respect to the news ambazo walikuwa shared with, and plus there is no clarity after the announcement kwamba hizo tokens ziko wapi, zitafanyaje. Like it was more of the tunasema ahadi, lakini implication and transparency was not there. Kwa sababu the main thing about tokenizing real asset, real world asset, the kitu kingine is we have to get the transparency out of the operations. Kwa hiyo hivyo vitu vilifanya watu wakaona mbona kama hii ngoma haiko clear. Kwa at the time wanapokuwa wanazidi kufikiria mbona hii ngoma haiko clear, wanapata another module ya tokenomics ambayo it's confusing even more. Umeona? Kwa hiyo sasa ile inazidi kutengeneza a negative anticipation towards people. Kwa wanaona alafu wanaendelea kupata hiyo negative anticipation, wanaona wallet yanahamisha coin kwa sababu zile coin zimeanza kuhamishwa baada ya kuintroduce ile module. Kwamba they have their own blockchain fine, lakini mbona wameongeza macoin mengi? Mbona mpunga hujaongezwa lakini coin ndo zimeongezwa? Hata kama mpunga uliongezwa ni kidogo sana compare kwa kudabu amount ya coin ambazo. Na hata kicho Felicia Luna ndo hicho.
coin ziliongezwa nyingi like 3 times ya supply, kiasi kwamba mpaka zile coin zilizokuwepo zikawa hazijasatisfy kabisa, yani kiasi ambacho kilichokuwepo. Kwa hiyo bei ikaporomoka, plus cascading effect, it was even worse. Kwa unakuta ni vitu vile vile. Kwa at the end of the day unakuta changamoto kubwa I think inakuwa ni watu kujitahidi kuweza kuwa an outstanding innovative team ambayo imebring kitu kipya kwenye jamii na kuleta impact, lakini huaga hawana strategy nzuri za kuweza kuimply au kuimport hii idea yao kwenye vichwa vya watu wakaelewa nini ambacho kinafanyika. Na still naona kama pia wao wenyewe wanakuwa na personal demands kwenye project bila kuangalia madhara ambayo yanaweza katokea in a large scale. Umeona? Kwa hiyo I think those are one of the few findings ambazo mimi niliweza kuzipata wakati naendelea kuchimbua na kuona what was the issue. Yeah, na I think kilichoangusha hizo tokenomics walizo introduce zilikuwa ni changamoto, kwa sababu from 888 billion mpaka bilioni 1.8 bora wange introduce a way ya kuziingiza kidogo kidogo at least. Yani that was the thing kwamba tumebadilisha tokenomics kwa sababu tuna chain yetu, tutakuwa tunatakiwa tunatoa rewards kwa watu ambao wata contribute. Kwa sababu unajua essence ya ku stake na ku release coin via staking maana yake ni ku stabilize security ya blockchain husika au ya project husika, kwa sababu kutakuwa na diverse of coins ambazo zimeenda kwa watu, na staking period ikiwa ni ndefu maana yake unazidi kusaidia kusecure ile security, kusecure ile stability ya project, kwa sababu kuna na kiasi kilicholokiwa kwa muda, kimekuwa committed kwenye project kwa muda fulani, ambayo huwa ina imply health ya project. Sasa unapokuwa unafika stage una release coin kwa mara moja double the amount, kama ungekuwa nasema tuna release asilimia labda moja tu ya coin zilizopo kwa mwaka, ndio tutakuwa tunazilipa kwa watu ambao wanafanya validation ya chain data pamoja na wale ambao wanaweka TVL. Maana that's a proof of stake. Kwa hiyo ni wangekuwa wanafanya reward kwa ajili ya kuwa motivate watu waweze kustake kwa muda mrefu, kwa sababu wanaona nikistake kwa muda mrefu nitapokea coin hata kama ni kidogo kidogo, lakini kwa muda mrefu. Ina maana hata ile inflation isingekuwa hyper, ingekuwa ni controllable inflation ambayo inasaidia kustabilize security pamoja na involvement ya performance ya community members kwenye project husika. Lakini hiyo kurelease mara moja that was not healthy. Yeah, kwa sababu ukiangalia hata kwenye blockchain yao tayari bahati nzuri wana validators wa kutosha. Wange bridge moja kwa moja kwamba ukitoa Ethereum ukizileta kwenye blockchain yetu zile tokens zako za OID, kwa sababu bridge tayari ipo. Huku ndo angeanza kuinflate taratibu. Lakini nachoona ni kwamba it seems like kwa sababu watu waliopoteza hela zao wanachosema ni kwamba the team wali cash out, kwamba walichukua tokens zao wakauza kwenye exchange wakaweka la mfukoni. Unajua katika scenario kama hizi nilikuwa najaribu kufanya analysis I don't know, lakini unajua hapa unaweza kujiuliza is it our Damag pamoja na Mag walikuwa played na Matra au Matra na hawa makampuni ya Damag na Mag wali play community? Ukiangalia Damag na Mag they are well reputed companies ambazo I don't think if they can risk their reputation for just $1 billion, kwa sababu ni makampuni ambayo yana assets nyingi sana. You see? Kwa unakuja unaangalia unaona inawezekana pia Matra walifanya deliverance announcement mapema kupita kiasi kabla hawaja finalize workout plan ya kutokenize hizo assets na moduli ya kuwafaidisha investors ambao watataka kuventure kwenye hizo project. Kwa unakuta walitanguliza hype kabla hawajafanya the clear roadmap ya namna ambavyo hiyo project inaweza kurun. Kwa hiyo inawezekana walifanya purposely kwa ajili ya kutumia reputation ya makampuni ili wao kujifaidisha, kwa sababu kama hizo coin ambazo zimekuwa transferred zinakuwa associated na core team, maana yake tayari wao wanahusika na wali disguise ownership ya coin kwamba wao nazo zimiliki zimelokiwa, lakini probably walikuwa na wallets nyingine ambazo ndio hizo wallet 19 ambazo zilikuwa na almost kama 5% ya liquidity ya project nzima, ambao somehow inakuwa inaleta ni changamoto, kwa sababu vesting period ya coin nyingi pale ilikuwa ni 2024, 2025 I think mwezi wa 5 na 2027 ndio zile ambazo zilikuwa zitakuwa released. Kwa hiyo unaweza kuona kuna uwezekano pia jamaa wali play smart, kwa sababu
You cannot allocate the owners of the address, lakini ile behavior ambayo ilikuwa inafanyika na zile address ni kama zinamilikiwa na timu moja, kwa sababu zilitoka Binance zikaenda kwenye wallet nyingine zikarudishwa OKX na zikaja kusell. Kwa hiyo ukiangalia unaona kama ni strategy fulani ambayo walikuwa wanakafanya hao jamani, kwamba walipata chance ya kupump coin kwa kutumia credibility ya makampuni makubwa ya Dubai kama Damag na Mag. Wakapump coin, halafu wakachange tokenomics ya haraka, then wakadump. Sasa kwa sababu mimi uwezo ukaniambia kwamba there is any way they can justify kwamba they were right by adding so many coins without having a liquidity, na kati wanajua kabisa kwamba hizi coin thamani yake inakuwa determined na kiasi cha pesa ambacho kinasakata kwenye project husika. Na ukiangalia watu wengi walikuwa washaweka pesa nyingi, lakini kulikuwa hakuna project ambayo inaendelea ya kuweza kustabilize liquidity iliyopo. Sasa kulikuwa na guarantee gani ya kupopularize hiyo coin ukaihype ikapanda kupita kiasi, na at the same time ukajikuta kwamba hauna kitu ambacho ni real ambacho kitafanya watu ile hype iweze kuwa maintained. Unajua ubaya wa EMH ni kwamba zinakuwa na impact ya muda mfupi. Coin zinapanda shwa, lakini shida inayokuja ni kwamba je, hiyo hype uliyoicreate umeitengenezea buffer ya kuprotect isiporomoke? Kwa sababu itaweza kaporomoka ule mzuka wa ile habari, ukifika mwisho inakuwa saturated, then what's next? Watu wanaanza kutake profit. Sasa wao imepanda kufika mpaka pale, badala ya kudeliver progress ya kitu ambacho wamekifanya kikawa na hype, wanakuja kuongeza tokenomics la ajabu kwa kuongeza macoin zaidi ya mara 2, halafu wanaanza kuonesha movement ya tokens, millions of coins zinahamishwa kutoka kwenye wallet moja na wallet nyingine kuingia kwenye exchange ambapo wanaenda kuuza. Wanategemea hapo, why can't we say that was a scheme ambayo ilikuwa ni kupump, change the tokenomics then dump, alafu blame the centralized exchange kwamba walicascade kwenye muda ambao sisi tulikuwa bado hatujataarifiwa. Kwa sababu jamaa alivyokuwa anaongea alikuwa anawalaumu watu wenye exchange kwamba wao walifanya kucascade, yani walicascade liquidity bila kuwasiliana, lakini in fact wale wenye exchange wale huaga wana protect pesa yao, kwa sababu wao wanakusaidia wewe kuweza kuaccess the open market with the leveraged capital. Lakini ile hela yao lazima waiprotect, ndio maana hela yako wewe ikishakuwa liquidated hawawezi kurisk tena. Umeona hiyo issue ambayo inakuja? Yeah, so I think I can just term it like a pump, change the tokenomics model and then dump. Yeah, now of course it's a very big profit kwa sababu kutoka 0 point nikiangalia hapa kwa juu tu. Yeah. Almost ilikuwa na low ya 0.01 mpaka kufika $9. It's almost billions of money of course. Yeah. Na jana ile ukiangalia wakati ina cascade ilikuwa wipe almost like $5 billion plus. Unaona? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema na honestly trading volume yao imeshuka. Yeah, imeshuka obviously. Imeshuka sana. Although baadaye wakaja wakastabilize, kwa sababu ukiangalia jana ilishuka mpaka 0.5 alafu baadaye ikastabilize kiasi baada ya kuhalt zile trading. Kwa sababu kuna muda ile pair ilikuwa haifanyi trading kabisa. Baada ya kuihalt kukawa na recovery kidogo kama ka 27%, kutoka $0.5 mpaka 0.77, ambao mpaka sasa nadhani ndio imekaa hapo, lakini still hatuwezi kuconfirm kwamba this is the recovery. And remember this coin imekuwa listed karibu kwenye exchange zote. Sasa hapo ndio unakuja kwamba wakati mwingine tokenomics pamoja na news ambazo zinatoka kwa timu husika huaga zina impact kubwa sana. Na ndio maana wakati mwingine mimi huaga pale ukitaka kufanya investment kwenye coin ya muda mrefu, maana yake lazima uangalie the organic framework ambayo ina create demand. Hizi news za hapa na pale huaga zinaorganiza muda mfupi. Lakini je, hiyo news inayotoka wamejiandaa kuitengenezea railway ambayo itakuwa sustainable enough kuweza kubuffer zile pressure za watu kutokana na miamko ambayo itatengenezwa, kwa sababu coin inapozidi kuwa public na miamko inazidi kuwa mengi, hata maamuzi ya watu yanakuwa emotional hivyo hivyo. Ndio maana sometimes it's not about listing the coin, it's about how strong the tokenomics is to support the organic demand created by the innovation behind the project. Yeah. Kwa hiyo sijajua kama utakuwa na kitu kingine cha kuongeza, lakini kwa watu nadhani this is the story behind Matra, na tunaendelea kufuatilia tuone kama Damag pamoja na Mag wanaweza akaja na taarifa yoyote, kwa sababu since wameannounce ile deal hawajawahi kuongelea kitu kingine tena. Yani there is no official announcement of the progress, clarity or whatever about the deal. It was just an announcement hapo ni kama ikasize. Na hii issue ilivyotokea Damag na Mag hawajaongea chochote, na hawajaongea chochote I think kwa sababu hawakuwekeza pesa yoyote.
zaidi ya kuposti kwamba ni kweli tumeingia mkataba, tutatokenize assets zetu. Lakini wametokenize assets zilikuwa zimekamilika. Kwa mfano Damag hawako clarify exactly kwamba ni zipi ambazo zimekuwa tokenized. Mag wao wali clarify kwamba ni zile project mbili majina yake nimesahau, lakini moja inaisha 2026 ndio inakamilika, nyingine inaisha 2027. Kwa hiyo definitely zilikuwa hazijaanza hata kuzalisha nini, faida zilikuwa kwenye construction period. Kwa hiyo inawezekana jamaa wameamua kutokuongeza kwa sababu bado walikuwa hawapo kwenye full integrated partnership ambayo inaweza kuintegrate customers kupitia Matra kwenda kwenye asset zao. Labda unless otherwise watoe tamko jingine, lakini for the time being hakuna tamko lolote toka amefanya ile announcement. Kwa hiyo hii ngoma mimi naifanisha sana na jinsi ambavyo FTX ili crash. Kwa sababu FTX alikuwa anatumia nguvu nyingi sana kumpita Binance. Akatumia wanasiasa, na wanasiasa they go with the hype, kwa sababu wanasiasa wengi hawana knowledge ya mambo ya economics. Ni wachache sana, wengi wanaendaga na hype kwamba aonekane kwamba yuko up to date, anaweza ka bring the difference in the community ili watu wamkubali wampigie kura. Kwa jamaa yeye alikuwa na support wanasiasa na nini, kumbe alikuwa anatumia hela za watu. Kwa hiyo ana support campaign and all that, lakini at the end of the day ka backfire kwa sababu alikuwa analazimisha hype akue haraka awe at the top, lakini akasahau kwamba zile hype ambazo alikuwa anazitengeneza ambazo ndo EMH, effective market hypothesis, ambazo na drive watu mdao wawe na positive sentiment toward the asset, zitamsaidia kuweza kumaintain, na alikuwa na mpango mkakati mzuri wa kuweza kumaintain hiyo nguvu ya hype ambayo ilikuwepo. Kwa sababu at the end of the day kama haujaandaa mpango mkakati mzuri wa kumaintain ile hype, ni kama mtengeneza balloon kwamba ikipasuka tu iko huko chini. Ndio kitu ambacho kimetokea kwa hao jamaa, kwa sababu ukiangalia yani walikuwa na vitu vingi ambavyo wanadeliver kweli. Unaona hata FTX alikuwa na credibility kubwa, alikuwa na Alameda Research, alikuwa na lakini kumbe ilikuwa ni so many creation, lakini foundation ilikuwa ya mchanga. Kwa hiyo mchanga maji akija akipiga hivi shughuli imeisha kabisa. Kwa I think this is what happened, kwamba they created a hype, lakini the foundational base ya kuweza ku-uplift zile news ambazo zilikuwa zinawafanya watu wana confidence ya kuinvest hazikuwa stable. Kwa watu walikuwa wanakuja, alafu news zikiwa hazina nguvu, wanashindwa kupata kitu kingine extra, na wao wanakuwa hawajaandaa mpango mkakati mzuri wa ku-uplift ile habari ikae kwenye vitendo. Kwa hiyo that was the challenge guys, and kama utakuwa na maswali na utakuwa unahisi kuna kitu labda haujaelewa, usisahau kuacha comment. Leo tulikuwa tuna discuss kuhusiana na hii coin ambayo imeporomoka inayoitwa Matra, ambayo ni project imekuwa co-founded bwana Mulin. Na ni coin ya muda mrefu, japokuwa imekuja kupata umaarufu hapa mwishoni, lakini soon baada ya kupata umaarufu haijaweza kusustain market. Baada ya pressure za hapa na pale, plus mabadiliko ambayo project walikuwa wameyafanya yalikuwa hayako strong enough kusupport the idea behind the project. Kwa maana narudi pale huwa napenda kuambia watu, unapokuwa unaichukua project angalia what is the innovation behind the coin, lakini lazima uangalie tokenomics. Tokenomics muhimu vibaya mno. Yaani unaweza kufanya innovation idea fresh, tokenomics kwa mbovu, brother lazima utakwama tu. Yaani lazima itabuma tu sehemu. Na hii ukiangalia the bigger fail ya hii project ilikuwa ni tokenomics. Yaani manipulation ya tokens walioifanya plus insider trading. Hivi vitu vimeharibu, na sijajua kama wali manipulate makusudi au ilikuwa bahati mbaya au wali expect kutoka na zile habari watu wataweka mpunga mrefu, hata wakidouble liquidity haitakuwa na shida ili wao watoe pesa zao ambazo wana intend labda kuchomoa. We don't know yet, lakini watu wengi wanahusisha zile address 19 kama ni internal activities ambazo zilikuwa planned kabisa. Kwa sababu zilifanya activity alafu ndo tukapata drop. Yes. Na it was soon after the introduction of the new mode of tokenomics. So akili kumkichwa jamani. Kwa hiyo ulikuwa na mimi Chris Magno na Charity Aaron. Tulikuwa kwenye DN Academy Highlights kwa ajili ya ku-highlight matukio tofauti ambayo yanajiri kwenye ulimwengu wa ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Tukutane wakati mwingine kwenye issue nyingine ambayo tutakuletea, lakini don't forget to subscribe. Ciao.